بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أدب الطبيب المسلم. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: المراجعون وكغوزي لا يحملنك أيها الطبيب كثرة المراجعين وإلف رؤية المرضى ومشاهدة أحوالهم وسماع توجعهم على الكلة الاكتراث بهم. Isikuchukue ewe daktari wingi wa ukaguzi na mazoea ya kuwaona wagonjwa na kushuhudia hali zao na kusikia sana maumivu yao juu ya uchache wa kuwapa kipaumbele na umuhimu wa wagonjwa hao. Inawezekana mtu yupo katika kazi ya udaktari muda mrefu, yeye hata habari ya mtu kufa, mtu kwa katika mguu, mtu kuumia, kuwa na majeraha yenye kutisha ni jambo alilolizoea kwa sababu ndio kazi yake, na ni kitu ambacho hakimtii hofu katika maisha yake. Hili halitakikani kwa daktari. Akija mtu na maumivu, akija mtu na muonekano wenye kutisha, isiwe ni jambo ambalo halikuathiri wala halikupi kulipa uzito wa jambo hilo. Fa inna likulli maridhin hammu, kwa sababu kila mgonjwa ana masikitiko yake na maumivu yake na vitu vyenye kumsumbua katika akili yake. Walikulli da'in alamu, na kila maradhi yana maumivu yake. Walmaridhu yarju minka ba'da Allah ta'ala khulasahu wa shifaahu, na mgonjwa anataraji kutoka kwako baada ya Allah kupona kwake na kukaa katika hali ya usawa. Wayadha'u thiqatahu fika, na mgonjwa daima dawama anaweka matumaini yake mazito juu yako. Wayulqi bibadanihi baina yadayka, anaika thiqa, mgonjwa anaika matumaini au ule uaminifu mkubwa kwako na anaweka mwili wako mbele yako. Wayulqi bibadanihi baina yadayka, na anaweka mwili wake mbele yako. Wayastakhriju makhzun asrarihi, na atatohoa zile siri zake za ndani alizozificha, ile sababu iliyompelekea kuwa katika hali hii ya maradhi. Tawa'iyatan ilayk, hali ya kuwa ni mwenye kuwa anafanya hayo kwa khiari yake. Fala tabkhal alayhi bitalaqati alwajhi, basi usimfanyie ubakhili wa bashasha ya uso, walini alkalam, na maneno laini, maneno mazuri, wa husni alinsati, na kusikiliza kulokuwa kuzuri. Panasemwa qila inna Sufyan ibn Uyayna nasema abunayya innal birra shay'un hayyinun, katika baadhi ya nusakh imekuja innal bishra. abunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyin. Ewe mwanangu, hakika wema ni kitu chepesi mno. Wema sio jambo kubwa tukadhani kwamba anayefanya wema lazima awe na mali, awe na cheo, awe na hadhi. La, innal birra shay'un hayyinun, wema ni kitu chepesi. Wajhun taliq, ni uso wa bashasha. Wa lisanun layyin, na ulimi ambao wenye maneno laini, ulimi mzuri. Wa'lam anna al-maridha, ayu maridh, nafahamu kwamba mgonjwa yoyote, yasilu ilaika, anayewasili kwako wewe daktari, fa innahu hadiyatun siqat ilaika, hiyo ni zawadi iliyochungwa kuja kwako. Wa babun mathubatin futiha laka, na mlango wa thawabu uliofunguliwa kwako. Wa aina al-ajru min al-ujra, sasa usilinganishe posho utakayopata katika hii dunia na ujira aliyokuwekea Allah azza wa jalla wa kazi hii. Undhur kam laka min al-ajri, tazama ujira yani ujira ngapi unaopata, thawabu ngapi unazokuwa nazo. Wakad jaaka almaridhu wa huwa yatawalla min al-alam, amekujia mgonjwa hali ya kuwa anapapatika kwa maumivu. Waya innu, anasikitika. Wayasrakh, na anapiga zogo makelele. Wayatawajja, na anaumia.
wakad isfarra launuhu, na ile rangi yake ya mwili imepiga umanjano, warta'ashat atrafuhu, na vinatetemeka viungo vyake, ncha zake za mwili, watahawat nafsiyatuhu, na ikaanguka chini nafsi yake, amepoteza matumaini. Thumma yarji'u min indika, kisha anarejea nyumbani kwake kutoka kwako, wakad khaffat hararatuhu, tayari joto lake limepungua, mwingine alipata pressure, mwingine mambo yaliharibika, wadhaba waj'uhu, na maumivu yake yametoweka, wasafa launuhu, na rangi yake ikawa iko vizuri ya mwili, watabat nafsuhu, na nafsi yake ikawa safi. Thumma lahaja lisanuhu biddu'a ilaka, hapo kisha ulimi wake unaanza kuomba kwa kukuombea dua, utamka maneno ya ulimi huo kwa kukuombea dua. Wanzur ma a'zama dhulmi wa ashadda jurmi, sasa tazama dhulma kubwa ambayo utakokuwa nayo na madhambi makubwa ambayo yatakuelemea wewe. Idha kharaja almarid min indik, mgonjwa atapotoka kwako, wakad khanaqathu alibra, amezongwa katika akili yake na mawazo, vitu anavyovizingatia ni vingi. Wa adlamat fi aynayhi dunya, na ikatia katika macho yake mawili giza, na pakaingia giza katika macho yake mawili. Wazdada alaman ila alamihi, na akazidisha maumivu baada ya maumivu ambayo alikuwa amekuja nayo. Liannaka a'radta an, sababu mpuuza, walam ta'ba bihammihi, wala hukulipa umuhimu jambo lake na ule msononeko wake wa roho. Fazidta ghammahu, ukamzidishia ususuavu wa nafsi yake na gham, ile hali ya maumivu unaipata katika akili yake. Wakatalta amalahu, na ukaua kabisa matumaini yake. Inna maridhaka fitnatun laka wa ikhtibar, mgonjwa wako, daktari fahamu, mgonjwa atakayekujia kwako wewe ni fitna kwako na majaribu. Fa iyaka an takuna min arrasibin fi hadha alimtihan, ole wako uwe ni katika wale watakaofeli mtihani huu. La tastakbir ala ibadillahi bima wahabaka Allah ta'ala min ilmin, wala taqtarra bimihnatika au laqabika, usiwe na kiburi juu ya waja wa Allah kwa kile ambacho Allah amekutunuku katika ilmu ya huu daktari, wala usighurike kwa cheo chako au laqabi yako, wewe dokta fulani katika hospitali fulani, una cheo, una hadhi katika maeneo hayo. Tawadha lilmarid, kuwa mnyenyekevu kwa mgonjwa. Waqfadh lahu janahaka, fanyia upole. Wawasih bi akhlaqika, mfanyie ukarimu kwa tabia zako. Walisanika, na ulimi wako mliwazi. Wabtisamatika, na kutabasamu kwako. Qabla an tamtadda yaduka ila fahsihi, qabla ya kurefuka kwenda mkono wako katika kuanza kumtibu na kumshughulikia na kumfanyia vipimo. Wahadhara an takuna mualajatu bihasbi aljah, tahadhari kuwa tiba yako kwa mujibu wa cheo, walmansib, na hadhi ambayo mtu yuko nayo, au alghina walwasita, au tajiri. Akija mtoto wa fulani, baba yake ni tajiri, ana cheo katika eneo fulani, kampuni fulani, au ni waziri, hapo unaonekana umechangamka kama vile umetoa popo. Walwasita, au mwingine lazima apite kwa mtu fulani, bwana mimi kanileta mtu fulani kwako wewe. Walmahsubiyya, kadhalika na ujamaa au ndugu. Walmahsubiyya, fala yastati'u alfaqir iqtihama babik, kwa hiyo mtu maskini hawezi kugonga au kuvamia mlango wako, au naila atfika, au kupata huruma na upole wako. Fayakhruju min indika kasirul khatir, basi atatoka kwako wewe akiwa amevurugwa kimawazo. Laqad akbartu ahad al-atibba'i wa 'azama fi 'aini wa da'awtu lahu 'indama qala li ahad al-muraji'in al-kibar, wallahi nimemkuza mmoja katika madaktari na akawa na thamani mno katika jicho langu, na nikamwombea dua pale ambapo alipomwambia mmoja katika wale wakaguzi wakubwa, fik tamaman annahu laysa indi wasitat, kuwa na yaqini na amini moja kwa moja kwamba kwangu mimi hakuna wakati na kati, yani ammi sijui
kiongozi fulani au mheshimiwa fulani, wa anna almarda indi kulluhum sawa, na kwamba wagonjwa kwangu mimi wote ni sawa. Fala hajata li an tadhkura li isma fulan au allan, kwa hiyo kuna haja kunitajia jina la mtu fulani huyu na yule, alladhi ba'athaka li kutuma au alikuleta. faman a'rif wa man la a'rif fi hadha almajal wahid, nimtambua na ambaye simtambui katika nyanja hii ya kutibu, wote kwangu mimi ni kitu kimoja. Lianna almas'ala amana wa dinun wa raqabatun lillahi ta'ala, kwa sababu mas'ala haya ni uaminifu na dini na kumchunga Allah azza wa jalla. laqad kittu aqulu lahu shukran ayyuha alkibritu alahmar aina ajiduka. shukran ewe daktari, الكبريت الأحمر لقب الطب، أين أجدك الطبيب وابن كباتا. إن الغني وذا الجاه والمنصب يهب الجميع لخدمته، حقيقة tajiri na mwenye hadhi na mwenye cheo, watu wote wanajitokeza katika kumhudumia mtu kama huyo. Kila mmoja anataka kumhudumikie tajiri mwenye cheo, akija waziri, akija mbunge. Watanafasuna fi muwasatihi, na wanashindana katika kumliwaza, watakfifi anhu, na kumpunguzia yale maumivu ambayo yuko nayo, watalattuf bihi, na kuwa mpole na mtu huyo. faman lilmaridhi alfaqir, haya huyu mgonjwa ambaye maskini naye atakie kuwa naye, alladhi la kafiya lahu wala mu'ina lahu illa Allah ta'ala, ambaye hana kumliwaza wala kumsaidia wala kumtia nguvu zaidi ya Allah. laqad aljahu ilayka almarad, wallahi yamemleta kwako ni maradhi. laqad aljahu ilayka almarad, kilichomleta kwako ni maradhi. wadafa'athu ilayka alhaja, na ikamsukuma kwako shida ambayo yuko nayo. fakullahu ala almihna la ma'aha wa ala albala la ma'a, basi kuwa naye katika huu mtihani, hata kama uko naye katika yale mabalaa ambayo uko nayo na katika mtihani. fakun lahu ala almihna la ma'aha wa ala albala la ma'ahu, basi kuwa naye katika hali ya mitihani, usiwe dhidi yake, na kuwa katika hali ya ile mabalaa yaliyomsibu wala usimsukumizee. inna mihnata at-tibbi hiya sinaa ghawthi al-insan, hakika kazi ya udaktari ndiyo kazi ya kumwokoa mwanadamu. fi shiddatihi la istighlali hajatihi, katika shida aliyokuwa nayo sio kutumia fursa ya shida yake. watabibu fi iltimasihi rizqi alhalal yasunu karamata, na daktari katika kule kupekua kwake riziki ya halali naye anachunga heshima yake. wa sharafi mihnati, na pia anachunga sharafa mihnati, utukufu wa kadhi yake. ويترفع عما يخدش ذلك من دعاية أو سمسمرة أو سمسرة أو ترويج. ويترفع عما يخدش ذلك من دعاية أو سمسرة أو ترويج, na tajieka mbali kwa kile ambacho chenye kumharibia, chenye kumtafulia hilo katika diaya, au mfano kuwa na udalali, au mtu kutaka namna ya kujipigia debe na kujinyanyua, au ghairi dhalika mimma yujafi sumu almihna, au mengine yasiyokuwa hayo katika yale ambayo yenye kupingana na ule utukufu wa hii kazi. Hii ni kazi tukufu, kazi ya kumsaidia mtu. Haihitaji mtu lazima awe na diaya, au mambo ya kujinadi, au kuweko na mtu wakati ambaye atakayemfanya mgonjwa apate wepesi kwa yule daktari, au mtu kuanza kujinadi na kujinyanyua. Haya yote yanapingana na utukufu. Bali yujafi khuluq almuslim wa adab alislam, bali mambo ambayo yanakinzana, yanapingana na yanaenda tofauti na tabia za Muislamu na adabu ya Uislamu. wa inna mihnata at-tibbi hiya min at-tawasi bil marhama wat taawuni ala alkhair, na hakika kazi ya daktari ni katika kuhusiana watu, kuoniana huruma na kusaidiana katika khairi. wa hiya min sifati alladhina amanu wa amilu salihati, nayo hizo ni katika sifa za wale ambao walioamini na wakafanya matendo mema. wa indama tunza'u rahma min at-tabib fa innahu yatahawwalu ila wahshin
yanshubu adfarahu wa ibrahu fi jasadi almarid. Anasema shekhe, wa indama tunza'u arrahma min at-tabib, na pale ambapo inapoondoshwa rehma kwa daktari akawa hana huruma, fa innahu yatahawalu ila wahshin yanshubu adhafirahu wa ibrahu fi jasadi almarid. Basi mtu anakuwa ni kama mnyama ambaye anaeneza makucha yake na shindano zake katika mwili wa mgonjwa. Watamtaddu yaduhu ila jaybihi la ila qalbihi, na unarefuka tu mkono wake katika mfuko wake kulizama kipi kimeingia, sio katika moyo wake. Liyastawli ala ma yamliku duna shafaqa au rahma, ili apate kukichukua anachokimiliki mgonjwa huyo pasi na muogopea chochote juu yake au kuwa na huruma, basi na kumkhofia hali ya maradhi aliyokuwa nayo au kumwonea huruma. Kutoka Abi Huraira Allah mridhi, sami'tu Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema Abu Huraira nimemsikia mtume wa Allah Abul Qasim akisema, la tunza'u rahma illa min shaqiyyin, haiondoshi rehema isipokuwa kwa mtu ambaye ni muovu. Rehema haiondoshi isipokuwa kwa mtu ambaye ni muovu. Hadithi ya Imam Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma. Anasema rahimahullah, fa aina najidu dhalika at-tabib al-amin, basi wapi tutampata daktari huyo muaminifu, at-tabib al-qudwa ad-da'iya, daktari ambaye ni kigezo mwenye kulingania. Dhalika alladhi yatihi al-marid muhbitan qanitan min al-hayati, yule ambaye anajua na mgonjwa ambaye amekata tamaa tayari, kishajiangusha, hana tena matumaini ya kusimama, au walighan fil maasi, au mgonjwa ambaye amezama katika maasi, pengine amepata ajali, anarudi katika madisko au katika miziki au katika maovu, fa yakhruju min indihi ma'murul qalbi bil iman wal amal, akatoka mgonjwa huyo aliyakuwa moyo wake umejazwa imani na matumaini. Dhalika alhakimu alladhi imtala lisanuhu bil hikma, huyo ndo mwenye hikma ambaye ulimi wake umejaa hikma. Watafjuru qalbuhu birrahma, na moyo wake unapasuka katika kuitoa rehma, umejaa rehma. La raiba anna al-ardha lam takhlu min ulaika al-akhyar, hakuna shaka ya kwamba hii dunia haijaipukana na hao watu ambao ni wazuri. Wa in kanu qalilan au aqalla min al-qalil, hata kama akiwa ni wachache au chini ya wachache. Wakadha al-kiramu fi an-nas, na hivyo ndivyo wanavyokuwa watu wa karimu, wanakuwa ni watu wachache sana katika jamii. Tu'ayyiruna anna qalilun adiduna faqultu laha innal kirama qalilun, wanatutia aibu kwamba sisi ni wachache idadi yetu. Mimi nikawaambia wao ya kwamba hao wachache wale wakarimu siku zote wanakuwa ni wachache. Ametaja al-Imam Muslim katika hadithi al-Qudusi, inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah, Allah siku ya kiyama atasema, ya ibn adam maridtu falam ta'udni, niliugua mimi ewe mwanadamu wala kuja kunikagua. Qala ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, mja atasema ewe Mola wangu vipi nikukague na wewe ndo Mola wa walimwengu. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, hivi hukutambua kwamba mja wangu fulani ameingia maradhi, ameumwa wala hukumkagua. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu, hivi hukutambua kwamba lau kama ungemtembelea na kumkagua ungenikuta kwake yeye. Alhadith ajali. Wa inna mu'alajata almarid wa takhfifa anaihi wa alamihi a'zam min iyadatihi. Anasema shekhe, na hakika kumtibu mgonjwa na kumwepesishia maumivu yake na tabu yake anayoipata ni jambo kubwa mno kuliko kumkagua mgonjwa huyo. Wa'lam anna laka mawaqif sata'lam fiha annahu la ghina laka 'anillahi ta'ala, fakun fi 'auni akhika wa hajati yakunu fi 'aunika wa hajatika yawmun la mu'ina laka illa Allah. Waambua ndugu yangu, anna laka mawaqif, wewe una visimamo, sata'lamu fiha, utatambua ndani yake, annahu la ghina laka 'anillahi ta'ala, kwamba huwezi kumwepuka Allah, unamhitajia Allah katika maisha yako. Fakun fi auni akhika, huwa katika kumsaidia ndugu yako, wa hajatihi, na katika shida yake,
yakunu fi aunika wa hajatika, Allah atakuwa naye katika kukusaidia na haja yako. Yawmun la mu'ina laka illa Allah, siku ambayo hakuna kukusaidia wewe isipokuwa Allah. Wataarraf alayhi fi ar-raha ya'rifuka fi shidda, na mtambue Allah katika wakati wa furaha, Allah atakutambua katika wakati wa shida. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Allahu a'lam.